Ufunuo wa Yohana mlango wa 2 kifungu cha 2. Biblia inasema nayajua matendo yako. Nayajua matendo yako. Na taabu yako. Na taabu yako. Na subira yako. Na subira yako. Na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Nao sio. Ukaona kuwa waongo. Ukaona kama ni waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Namwambia upendo wa kwanza umepotea. Kila ndoa hapa imesimamishwa na upendo wa kwanza. Na kila ndoa utaona imevunjika, upendo wa kwanza ulipotea. Upendo wa kwanza ukipotea ni hatari kwa Mkristo. Ukiwa wewe ni Mkristo ambao unakiri Yesu Kristo, lazima ujiangalie siku baada ya siku, je, ningali na upendo wa kwanza jinsi nilivyompenda Mungu? Kuna kipindi ambacho Mungu angeongea na wewe na ujinyime kila kitu kwa ajili ya Mungu. Kanisani, masaa ya kwenda katika ibada, kuna wakati ambapo ulikuwa unaona umechelewa, unaweza kosa kunywa chai. Leo hii wewe unakunywa chai mpaka saa ngapi? Kuna kipindi ungeenda hauna gari, ungeenda kwa kanisa hata wakati kunanyesha na hauna mavuli, unaenda kwa nyumba ya Bwana kwa sababu kinachokuvuta si kwa sababu mchungaji ametangaza, ni kwa sababu ya upendo wako wa kwanza kwa Mungu. Praise the Lord. Ni dalili ya upendo wa kwanza. Na upendo wa kwanza unajaribiwa kila siku kuupoteza. Ni jukumu lako kuhakikisha kwamba umekataa kupoteza upendo wa kwanza. Ile jamaa mwingine wanasema, one of the big musician, imagine jamaa anatolewa mbele ya watu na anakuja bila nguo na anagangwa bila nguo hata moja mbele ya umati. Na huyu jamaa alifanyiwa vituko mpaka kuchipiwa ndani ya makaburi. Na wewe huyo mtu ndio unakutana na yeye mkishindana uimbaji. Huyo mtu ndio unakutana na yeye mkishindana kwa biashara. Na wewe hakuna siku moja umesacrifice hata ya muda wako. Wewe unaona mtu kama huyo, unajua hiyo siku ndio hiyo umati ikusanyike, alikuwa ametangaza kwa maredio na ma-TV, na mganga mwenyewe akamulipia ndege, ndio ile ndege ya helikopta ipurute watu. Na hiyo jamaa ameshuka pia na ndege yake bila hata nguo moja. Bila hata nguo moja, mwanaume mzima hivi, hata ya ndani hakuna. Vile alizaliwa. Sacrifice. Bwana asifiwe. Wewe shilingi twako tudogo, tofungu la 10 na sadaka, uko hapo ukisema unabishana. So elewa ya kwamba kazi zako Mungu anazichunguza. Revelation 2 verses 9 inasema, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. Unaona huyo Mungu anamwambia kwamba wewe una umasikini lakini wewe ni tajiri. Kuna watu matajiri lakini wana umasikini. Maana niliongea kuhusu your spiritual identity. Napachua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenyu hapo akaapo Shetani. Hapo akaapo Shetani. Kuna watu wengine wanaishi, umefungua biashara pahali ambapo pana mashetani wengi. Yaani mahali ambapo umefungua biashara, watu wamedhaiga ndio wamezunguka wewe. Unafanya kazi katikati ya watu wamedhaiga. Wewe unaona ufanikiwi kwa sababu mahali huko ni mahali Shetani anakaa. Unajua kuna watu wengine wameajiriwa kwa makampuni. Wewe hujui kwa nini mshahara wako unalipwa lakini unapoteanga hivi. Wewe unaenda unajikakamua, unafulia mtu nguo ama unafanyia mtu kazi ukiwa kinja kazi, lakini hiyo pesa inakataa kukusaidia maana imefanyiwa ibada kabla hujalipwa. Alafu sasa ukipewa hiyo pesa imefanyiwa ibada na wewe unakula yote, unakataa kuitoa fungu la 10. Unaona ni rahisi kununulia girlfriend suruali,
lakini huwezi nunulia Mungu, huwezi kutoa fungu la 10. Wewe unaona ni rahisi kulipia girlfriend nyumba na kulipa lodging, lakini hauwezi ukalipa fungu la 10. Ni rahisi kutumia ndugu yako, afadhali akunywe kiraiku, lakini isiingie kwa madhabahu. Unajua mara nyingi watu hawajuangi vile mapepo ya delay wafanya kazi. Yanajuanga vizuri ya kwamba yakindivert attention yako kwa Mungu, ya kunyang'anya upendo wako wa kwanza kwa Mungu. Maana upendo wako wa kwanza kwa Mungu ukiwepo, fungu la 10 halitawahi kuwa kitu ya kunegotiate. Upendo wako wa kwanza ndio unafanya fungu lako la 10 lifike likiwa kamili. Ndio inafanya ufike kwa ibada hata kama kuna nyesha namna gani. Ndio hiyo inakufanyanga ya kwamba mchungaji amesema Roho wa Bwana ameniambia tunafunga na tunaomba, unaingia kwa madhabahu mara moja. Unasema ni kipindi cha kufunga na kuomba na sitacheza na mambo ya rohoni. Watu wengine hapa waje nikuambie mbele za Mungu, kwa nini huwezi kusaidika na pesa yako? Kwa sababu ulipokuwa mtu wa ulimwengu, sacrifice zile ulifanya kwa wanaume na kwa wanawake zilikuwa za pesa nyingi. Bwana asifiwe sana. Kama wewe uko hapa uliwahi lipa lodging ya shilingi 300 na uweze ukaleta sadaka ya shilingi 300, 200, 400, 500 na uliwahi lipa lodging hiyo, na hiyo ni madhabahu ambayo yalikushikia huko, lakini wewe uko hapa ukisema shangwe haleluya nitabarikiwa nitapata pesa. Unaita mwanaume hivi na ni kumtongoza, unamtongoza ukijipendekeza kwake, unamnunulia lunch ya 2000. Unaita msichana, unaona kabisa hakutaki na roho yake haiko kwako, unamuita, unampeleka, unamnunulia mavitu na unamlipia nyumba angalau akupende. Siku moja anakuhurumia tu, anasema basi ni sawa, basi tuoane basi. Umekuwa na mashida mingi na mimi, wewe niowe tu. Alafu wewe uko hapa tunakubembeleza utoe fungu la 10. Tunakubembeleza utoe sadaka. Saa ya sadaka ikifika unasikia uko na allergy na unaanza kutaka kuhara. Ukisikia ni saa ya sadaka unasikia tumbo imekoroka hivi. Ai. Ni kama nitahara nikikaa hapa. Ni hiyo mandimoni tu sida kufuata. Tukiongea kuhusu sadaka unakazirika. Haleluya. Kwa hivyo kazi zako Mungu anazimonitor. What are you doing? Unajua acha nikuambie, kuna kitu kimoja katika hii maisha unafaa ujue. Baada ya kutoka hapa duniani, kazi zako ndizo zitakufuata. Si pesa yako, si manguo, si watoto, si chochote. Kila ulifanya hapa katika nyumba ya Mungu ndicho kitaenda mbinguni na wewe. Ufunuo wa Yohana mlango wa 14. Tumalizie hapo. Kifungu cha 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika heri wafu wafao katika Bwana. Andika heri wafu wafao katika Bwana. Tangu sasa. Tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafatana nao. Sikiza, matendo yako yatafuatana na nani? Sio ploti. Ni vizuri tukue nazo. Bwana asifiwe sana. Ploti na magari, hata mimi nataka nyingi. Ukiziona unipatie. So kile kitafuatana na wewe baada ya kutoka hapa. Ukiona tuko hapo tunazunguka hapo tukiimba kwa sanduku yako. Kwa sababu tunakuja tu. Wacha nikwambie, usione kama uko mbali. Kuna siku tutakuja.